Katika hali ya kushangaza, baraza la katiba la Cameroon limetangaza kuchaguliwa tena kwa Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 akiwa kiongozi wa nchi mwenye umri mkubwa zaidi duniani kwa muhula wa 8 mfululizo, huku kukiwa na uvumi wa matokeo ya karibu na madai ya ushindi kutoka kwa mpinzani wake, waziri wa zamani wa serikali Issa Chiroma Bakari. Msisimko na hali ya wasiwasi imekuwa ikiongezeka katika maandalizi ya tangazo la Jumatatu. Matokeo rasmi, Biya ameibuka mshindi kwa 53.7 akimshinda Chiroma Bakari aliyepata 35.2. Yalikuja kwa mshtuko miongoni mwa raia wengi wa Cameroon. Uamuzi wa Biya kugombea madaraka mengine ya miaka 7 baada ya miaka 43 madarakani ulikuwa na utata, sio tu kwa sababu ya maisha marefu madarakani, lakini pia kwa sababu ya mtindo wake wa utawala umezua maswali mengi. Kukaa kwa muda mrefu nje ya nchi kwa kawaida katika baadhi ya hoteli huko Geneva au maeneo mengine yenye busara zaidi karibu na jiji la ziwa la Uswizi kumezua mara kwa mara uvumi kuhusu jinsi anavyoiongoza Cameroon, huku maamuzi mengine yakichukuliwa na waziri mkuu na mawaziri pamoja na makatibu wakuu mashuhuri wa rais. Mwaka jana, baada ya kutoa hotuba katika kumbukumbu ya vita vya pili vya dunia kusini mwa Ufaransa mwezi Agosti na kuhudhuria mkutano wa kilele wa China Afrika mjini Beijing mwezi uliopita, rais huyo alitoweka kwa karibu wiki 6 bila tangazo wala maelezo yeyote, na hivyo kuzua uvumi kuhusu afya yake, hata baada ya maafisa wakuu kuonekana kuashiria kwamba alikuwa kwa mara nyingine tena huko Geneva akiripotiwa kufanya kazi kama kawaida. Hakukuwa na habari za kweli hadi tangazo la kukaribia kwake kurudi nyumbani katika mji mkuu ambapo alirekodiwa akilakiwa na wafuasi. Na mwaka huu haikuwa jambo la kustaajabisha alipobana ziara nyingine ya kabla ya uchaguzi huko Geneva katika ratiba yake wiki chache kabla ya siku ya kupiga kura. Mtindo usiopingika wa Biya wa uongozi wa kitaifa, mara chache kuitisha mikutano rasmi ya baraza la mawaziri kamili au kushughulikia hadharani masuala tata, huacha wingu la sintofahamu juu ya malengo ya utawala wake na hata uundaji wa sera ya serikali. Katika ngazi ya kiufundi, mawaziri na maafisa wenye uwezo hufuata mipango ya programu mbalimbali, lakini maono ya kisiasa na mwelekeo umekosekana kwa kiasi kikubwa.